Mwaka huu watu wanaona tu kwamba kombe la dunia linaandaliwa kwa pamoja na Marekani, Mexico na Canada. Lakini wachache sana wanajua kwamba baadhi ya viwanja vinavyotumika leo vipo kwenye ardhi ambayo miaka 180 iliyopita ilikuwa sehemu ya Mexico. Kwa lugha nyingine, sehemu kubwa ya Marekani ya leo iliwahi kuwa Mexico. Na swali la kuvutia zaidi ni kwamba, je, dunia ingekuwa vipi leo endapo Marekani isingeichukua Texas, California na maeneo mengine kutoka Mexico? Na swali la pili ambalo Waafrika wengi huuliza ni kwamba hawa wa Mexico walikuwa kina nani? Walikuwa kabila gani? Na kwa nini mpaka leo tunaona watu wa Texas, California au Arizona wana majina ya Kihispania? Hii ndio story ya geopolitics, geoeconomics na demografia ilivyobadili historia ya Amerika ya Kaskazini, na ndio ambayo nakuletea kwenye hii episode uweze kuelewa haya mahusiano ambayo wengi tukiyasikia tunasikia tu kuhusiana na ishu ya madawa ya kulevya yanayopitia Mexico, lakini pia tunasikia ishu ya Trump kutaka kujenga ukuta kwa hawa watu. Naitwa Grayson Gideon. Natamani kujua upo wapi bado na unaifuatilia hizi episode ikiwa wapi. Kiukweli nishukuru kinoma kwa numbers ambazo unaziona, kwa sababu siku hizi najua kuna watu wanasubiri kila content ninayoiweka hapa, na huu ni udhamini mkubwa sana wa Comadre Tools ambao wanakuletea hizi mashine, na moja imenifikia ofisini hapa kama unavyoiona. Hawa jamaa wana lengo la kutransform sekta ya ujenzi Tanzania, na sio tu kwa maana ya sekta hii moja, na ndio maana wana sponsor pia content hizi ambavyo wanaamini vijana wanazipenda, na vijana ndio ambao tunajenga, na vijana ndio mafundi, na vijana pia ndio tunawafahamu mafundi. Kwa hiyo kama ambavyo Comadre wanaisapoti hii, na kama wewe pia unapenda hiki ambacho nakuletea kila wiki, basi ukiwa unamjua fundi, mtumie hizi linki ambazo tumeziweka hapo chini kwenye comment, ambayo itamsaidia yeye kuweza kuwasiliana na Comadre na kujipatia kifaa chake cha kiufundi. Wana mamia ya vifaa ambavyo unaviona hapa, na ni vifaa vinavyoendana na muda huu. Asante kwa Comadre Tools kwa kusapoti MDC Update. Sasa acha ni kuingize mpakani mwa Mexico na Marekani linapochezewa kombe la dunia. Tuanze na ishu ya Marekani ilianzaje? Najua nimesha kupa kwenye episodi zetu za nyuma, utazifuatilia. Hizi ni update jamani, usitegemee nikupe kila kitu. Lakini kwa kifupi, watu wengi wanadhani Marekani ilianza kama nchi kubwa. Sio kweli. Marekani ilianza na makoloni 13 tu yaliyokuwa pwani ya mashariki mwa bahari ya Atlantic. Kwa ramani ya leo, Marekani ilikuwa kama mtu ambaye amekaa ukanda wa pwani tu. Yani ni kama ulivyokuwa unaona hii pwani ya Waswahili. Unaona tunaanzia huku chini Kilwa, unapanda unakuja Dar es Salaam, unapanda sijui Malindi na Mombasa, sijui nenda mpaka kwenye pembe ya Afrika hapa. Hili eneo unavyoliona ndivyo ambavyo Marekani ilikuwa. So unaona kwamba haya maeneo ndio walipigania uhuru wa hili eneo linaitwa Tanzania. Kwa hiyo hata lugha inayotumika Tanzania sasa hivi nilikuambia ni ya Kiswahili, sio kwa sababu ilikuwa ni lugha kubwa, ni kwa sababu ilikuwa ni lugha ya biashara ya hili eneo. Kwa hiyo hili eneo ndio watu walianza kujanjaruka zaidi na kudai uhuru wao. Hivyo hivyo na Marekani ilivyoanza. Ni haya maeneo ambayo yalikuwa yanaunda huu ukanda wa pwani. Kwa hiyo haya ndio yalipata uhuru, yalimzingua Mwingereza akamwambia, "Oya, sisi tunataka kuwa huru." Kwa hiyo yakakinukisha mpaka akapata uhuru wake. Maana yake hakukuwa na Texas, hakukuwa na California, hakukuwa na Arizona, hakukuwa na hili jangwa la Nevada, hakukuwa pia na Utah, hakukuwa na New Mexico, na pia hakukuwa na Colorado. Baada ya kujipatia uhuru kutoka kwa Hispania mwaka 1821, Mexico ilikuwa moja ya nchi kubwa zaidi duniani. Utakumbuka kwenye episodi za nyuma nilikuelezea kwa nini wakoloni walianza kwenda
Marekani ya kaskazini na kusini kabla ya kuja Afrika na Asia, kwa sababu huku Afrika na Asia kulikuwa na makingdom makubwa. India, China zilikuwa ni noma, uweze hata kuzivamia. Ukija Afrika huko tulikuwa na makingdom noma. Kwa hiyo miaka hiyo Afrika ilikuwa na watu wengi, Asia ilikuwa na watu wengi, kingdom zenye nguvu. Kwa hiyo sehemu ya wanyonge gai ilikuwa ni huku Marekani ya kaskazini, ambayo ndio inajumuisha Canada na USA ya leo. Kwa hiyo hawa walianza kwanza kuwa colonized, lakini ilipofika mwaka 1800 nchi nyingi zilianza kuwaondoa wakoloni, na unaangalia hii miaka ndo wakoloni walirudi sasa kuja kuitafuta Afrika, wakati huku na sisi kingdom nyingi zimeshaanza kuwa dhaifu, na ndo wakaingia kwa namna hiyo. Kwa hiyo Mexico wakati inapata uhuru kutoka kwa Hispania 1821 ilikuwa ni bonge la nchi kubwa duniani. Ilikuwa inamiliki maeneo ambayo leo ni Texas, California, Nevada, Utah, Arizona, New Mexico. Hili jimbo hata jina lake tu ni kwa sababu ya lilikuwa ni sehemu ya Mexico. Alafu sehemu za Colorado pia, kuna Wyoming, kuna Kansas City, kuna Oklahoma. Kwa kifupi, karibu nusu ya Marekani ya leo ilikuwa ni Mexico. Sasa tuingie kwenye watu wa huku walikuwa ni nani. Hili ni muhimu zaidi kwa especially kwa Afrika, Waswahili wenzangu, kwamba Mexican haikuwa kabila. Yaani tukisema Mexican au Mexico ni kama tunavyosema Mtanzania, sio kabila, ni identity. Mexico ilikuwa na mchanganyiko wa Hispania ambao walitoka Ulaya, yani wale ambao babu zao ndo walikuja pale wakawa wakoloni. Wazawa wa Amerika ndo wale wanaoitaga indigenous people, si ndio? Mara nyingi kwa Kiswahili tunapenda kuwaita Wahindi wekundu. Idea ya kuwaita hawa jamaa Wahindi wekundu ilitokana na huyu bwana Columbus, ambaye aliondoka Ulaya akadanganya watu kwamba anaelekea, sio alidanganya by the way, aliandika proposal zake kwa makampuni ya Ulaya wamfadhili afanye ruti ambayo ingepita baharini aje akatokee India, kwa sababu aliamini akienda opposite na bahari, kwa sababu dunia imezunguka, itakuja kumleta India. Sasa alivyonyoosha akaikosa India, akajikuta Caribbean. Sasa maeneo haya ndo akayaita India, na mpaka huyu mwamba anafariki alikuwa anaamini alifika India, lakini hajawahi kukanyaga India huyu mwamba. Sasa ilivyoenda Wahindi wekundu, Wahindi ndo watu wengi wanaoitaga hawa Marekani wazawa kwamba ni Wahindi wekundu, lakini hawana uhusiano wote na India. You know, people come up to me now too and they say, "Can you speak Indian?" And there are like over 300 different tribes, you know, "Can you speak Indian?" It's like saying, "Hey, can you speak Caucasian?" But that's the name they gave us, Indians. Indians was the name Christopher Columbus gave us, which is incorrect. He named us Indians because he thought he was in India, you know. I'm sure glad he wasn't looking for Turkey. Lakini ni moja ya makabila ambayo yapo hapa. Alafu kuna jamii ambayo inatokana na hawa wa Marekani wa asili waliozaana na Wahispania, ndo akatokea wa jamaa wanaitwa mestizo. Kwa hiyo mtu aliyeishi California mwaka 1830 angeweza kuwa either ni Muhispania, mzawa wa kabila kama Navajo au Apache, ndo wapo hapa, au ni mestizo ambaye ndio mixa ya mzawa na Muhispania. Lakini kisiasa alikuwa raia wa Mexico. Ni sawa na kusema mtu kutoka Kigoma, Mtwara au Mwanza, wote ni wa Tanzania licha ya makabila tofauti. Sasa tuingie kuielewa Texas, na hapa ndipo movie linaanza. Mexico ilitaka watu wake wakae kwenye hili eneo la Texas kwa sababu lilikuwa kubwa na lenye watu wachache. Kwa hiyo ikaruhusu wahamiaji kutoka Marekani kuhamia hapa, na tatizo ndo likaanza. Baada ya muda wa Marekani wakawa ni wengi kuliko wa Mexico, na ninapozungumzia ukubwa wa Texas, hili jimbo ni jimbo la pili kwa ukubwa Marekani na kwa idadi ya watu pia. Na hili jimbo
ni kubwa kuliko nchi yoyote ya Ulaya. Ina watu milioni 31 wakazi. Makao makuu ya huu mji ndo Austin, na jiji kubwa kabisa ndani ya Texas ndo Houston. Ni wachache sana wanaelewa kwamba Texas ilikuwa ni nchi kabisa ambayo ilipata uhuru kivyake. Ilikuwa inaitwa Jamhuri ya Texas, na baadaye ndo kajiunga na Marekani. Kwa hiyo hii ilikuwa ni nchi ambayo baada ya Wamarekani wengi kuishi na kuwa wazawa, nadhani utakumbuka kwenye episodi yetu ya nyuma nilikuelezea pia kilitokea Kosovo, kwamba Kosovo ilikuwa ni sehemu ya Serbia, lakini baadaye wakaja wa majirani unaowaona huku wakawa wameingia wa Albania, wakawa wamekuwa wengi kwenye huu mji, ile eneo la Kosovo, na waliruhusiwa kwa sababu ya maisha ya wakati huo. Hakukuwa na hizi identity za sasa hivi za national state ama nchi tunazozifahamu sasa hivi. Kwa hiyo ilikuwa ni rahisi watu kuingiliana, kama unavyoona mipaka tu ya Kenya na Tanzania au Zambia au wapi, unaona wale raia wa mipakani ni rahisi kutoka upande huu kwenda upande mwingine. Sasa miaka hiyo ramani hazikuwa na hii sijui mambo ya passport, sijui jeshi la mipakani, sijui vitu gani. Ilikuwa ni rahisi tu jamii kuhamahama, though tawala zilikuwa zinajua mipaka yetu iko wapi. Kwa hiyo baada sasa wa Marekani kuwa wengi Texas, ilifika mahali wakawa hawaendani tena na utawala wa upande wa Mexico, wakadai kujitenga. Na mwaka huo 1836 wakafanikiwa kweli kujitenga na wakajitangaza kama Jamhuri ya watu wa Texas. Kwa hiyo hawa jamaa waliasi kutoka Mexico, wakaanzisha Jamhuri ya Texas 1836. Ilipofika 1845 ikatokea kile ambacho kinaitwa uvamizi wa Texas, annexation of Texas. Marekani ikaamua kuiunganisha Texas rasmi. Mexico haikukubali. Kwa mtazamo wa Mexico, ilikuwa imeporwa ardhi yake. Kwa mtazamo wa Marekani, ilikuwa imepokea taifa huru lililoomba kujiunga, na hii ndio ilileta vita ya kwanza kati ya Mexico na Marekani. Hii vita kiliumana kuanzia 1846 hadi 1848. Marekani ilishinda, na huu ushindi ndio uliozalisha rasmi ramani ya Marekani tunayoijua leo. Sasa nikupe context ya nini wanasema Marekani na nini wanasema Mexico. Iko hivi, jamhuri ni aina fulani ya serikali, lakini haimaanishi nchi. Kwa mfano, Russia kuna jamhuri 22 leo tunavyoongea. Yaani kabisa nchi ambazo zinafahamika. Sisi huku tunaita nchi kwa Kiswahili, lakini republics 22 ndani ya Russia. Na juzi nilikuambia pia kwenye episodi yetu kuhusiana na Yugoslavia, nilikuambia wakati ndugu Tito anaipokea Yugoslavia, aliigawa kwenye jumla ya jamhuri 6. Kwa hiyo kwa pamoja zinaitwa Yugoslavia, lakini ndani yake kuna republics. Haya ni yale maeneo ambayo yanakuwa na uwezo wa kujiwakilisha yenyewe, kwa sababu republic maana yake ni representation of public. Kwa mfano Tanzania tunaitwa Jamhuri ya Muungano. Kwa sababu gani? Kwa sababu sisi tuna practice demokrasia kwenye uchaguzi. Kwa maana demokrasia ndio pale ambapo watu wengi wanafanya maamuzi kwa ajili ya nchi yao ama eneo lao la kiutawala. Hiyo ndio inaitwa democracy. Sasa hatuwezi kutumia democracy kila mahali. Kwa mfano kwenye mikataba, kwenye issues labda za huduma za kijamii, sheria za nchi, kila kitu tunavyojiendesha kama jamii, hatuwezi kuwa tunapiga kura kwenye kila maamuzi. Na ndio ikaletwa hii idea ya republic. Kwa hiyo republic ni uwakilishi wa wananchi, kwamba wanakuwepo watu wachache mnawachagua, wanakwenda kuamua kuhusiana na sheria zitakazowaongoza, kuhusiana na sheria zitakazoongoza mali zinazowazunguka na everything. Kwa hiyo hako kama mfumo ndo kanaitwa republic. Sasa Mexico ilivyoelewa ni kwamba hawa jamaa Texas tumewapa uhuru wa kujiwakilisha, wafanye mambo yao kama republic, sio kama nchi. Lakini wao Mexico wanasema sisi, Texas wanasema sisi tumepata uhuru, kwa hiyo ni taifa huru linaloweza kuungana na yeyote. So walivyoona mambo
yanaenda vizuri Marekani wakaamua kusema tumekubaliana kujiunga nao, lakini Mexico wakaona no, nyie ni republic sio nchi, na ndipo kikaumana. Marekani ikashinda na ndipo Mexico ilipoteza zaidi ya nusu ya ardhi yake. Kupitia mkataba wa Guadalupe Hidalgo, the Treaty of Guadalupe Hidalgo, Mexico ilikabidhi zaidi ya maili za mraba 525,000 za ardhi kwa Marekani. Hayo maeneo leo ndio yanayoitwa California, Nevada, Utah, Arizona, New Mexico, sehemu za Colorado, Wyoming niliyokutajia, Oklahoma na Kansas City, na Texas ikatambuliwa rasmi kuwa sehemu ya Marekani. Marekani haikupokea bure, ilitoa hela. Ililipa Mexico dola milioni 15. Pia ilikubali kulipa madai mengine ya zaidi ya dola milioni 3 kutoka kwa raia wake. Yaani yale mambo ya kufidia yale. Kwa kiwango cha fedha cha leo, dola milioni 15 za mwaka 1848 ni mamia ya mamilioni ya dola za kisasa. Na ukibadilisha kibongobongo kwa pesa za Tanzania ya leo, thamani ya hizo pesa inaweza kufikia hadi trilioni 1 za kitanzania, kulingana na namna ya kupima nguvu ya uchumi na mfumuko wa bei. Hata hivyo, thamani halisi ya kiuchumi ya ardhi hiyo leo ni mamia ya matrilioni ya dola. Kwa maneno mengine, Mexico iliuza moja ya mali ghali zaidi katika historia ya binadamu kwa bei ya jioni, bei ya kitumbua kabisa. Sasa tuje kwenye California. Cha kushangaza zaidi ni kwamba mwaka huo huo baada ya mkataba kusainiwa, dhahabu iligunduliwa California. Ndo kile wanakiita Gold Rush. Mamilioni ya watu wakamiminika na uchumi ukalipuka. San Francisco ikakuwa sana huu mji, na California ikawa ni moja ya vituo vikubwa vya biashara duniani. Sasa ndo ile tunajiuliza, vipi kama Mexico isingepoteza California? Tukiangalia California leo peke yake tu ni sehemu ya uchumi mkubwa zaidi duniani. Makampuni kama Apple, Google, Meta, Netflix yamejengwa California. Hollywood ipo California. Silicon Valley ipo California. Bandari kubwa za Pacific zipo California. Kama California ingekuwa Mexico leo, historia ya uchumi wa dunia ingekuwa tofauti kabisa, you can see. Kwa Texas ni noma zaidi kwa sababu leo Texas ina mafuta mengi zaidi, ina gesi, ina viwanda, ina kilimo kikubwa, ina teknolojia, ina miji kama Houston, Dallas na Austin. Texas peke yake ina uchumi mkubwa kuliko nchi nyingi duniani. Nimekwambia ni eneo kubwa kuliko nchi yoyote ya Ulaya. Kama Texas ingekuwa sehemu ya Mexico leo, Mexico ingeweza kuwa moja ya superpower kubwa zaidi kiuchumi duniani. Na hapa ndo tunaingia sasa kwenye jamii zao. Historia huwa haifutiki kwa sababu ya hizi identity za majina tunazoamua kujipa. Na ndio maana leo hii San Diego, San Antonio, Los Angeles, wanaita Los Angeles, wengine wanasema Sacramento, El Paso, majina yote haya yametoka kwenye historia ya Spanish na Kimexico. Na hata leo mamilioni ya watu wa maeneo haya wana asili ya Mexico. Na ndio maana ni rahisi kutoboa kuingia kutoka Mexico kuingia Marekani. Nadhani umemwelewa Trump kwa nini anaamua kujenga ukuta. Waafrika wengi tunaona ishu za mpaka wa wahamiaji, lakini kiuhalisia ni kwamba huu ni mpaka kati ya uchumi mkubwa zaidi duniani na moja ya nchi muhimu zaidi kwa viwanda duniani. Biashara ya mamia mabilioni ya dola hupita hapa kila mwaka. Viwanda vya Marekani vinategemea wafanyakazi na uzalishaji kutoka Mexico. Mexico inategemea soko lake Marekani. Kwa hiyo wanagombana kisiasa tu mara nyingi, lakini kiuchumi na kijamii
wamefungamana zaidi ya mapacha. Ukisoma historia ya Texas na California, unaona jambo moja: ardhi ina thamani kuliko watu wengi wanavyofikiri. Kwa sababu mwaka 1848 hakuna aliyefahamu kwamba Silicon Valley itazaliwa, Hollywood itatawala dunia, California itakuwa kitovu cha AI, Texas itakuwa nguvu ya mafuta na gesi. Leo tukiona migogoro ya mipaka ya Afrika, mara nyingi tunaiona kama ni migogoro ya kisiasa, lakini historia ya Marekani na Mexico inatufundisha kwamba wakati mwingine eneo moja linaweza kuamua hatima ya uchumi kwa karne nzima. Na ndio maana wakati ukiangalia mechi za kombe la dunia katika viwanja vya Texas, California au maeneo ya kusini mwa Marekani, kumbuka miaka 180 iliyopita sehemu kubwa ya ardhi hiyo ilikuwa Mexico. Na bila vita ya 1846 hadi 1848, huenda leo tungekuwa tunaongelea Mexico kama moja ya superpower kubwa zaidi duniani kuliko tunavyoijua sasa, ya au majamaa wa makatel na vitu vingine kama hivyo. Sijui kama nimekuongezea kitu, I hope so, na nitakuwa nazidi kukupa hizi geopolitics na geoeconomics, na sometimes nakupa pia jamii zinavyokaa. Sasa nimeona wakati wa hizi topics kuna subtopics ndogo ndogo zinajitokeza ambazo watu wanatamani niziongelee zaidi, lakini ukumbuke sikuletei hizi episode ili unitegemee kwa kila kitu. Natamani ukifuatilia Madini.com uwe ni mwanzo wa wewe kutaka kujifunza zaidi. Nimekupa kidogo, nenda katafute zaidi kwa sababu vyanzo tunavyo kibao. Kwa hiyo sintaweza kukupa kila kitu, lakini nakupa pa kuanzia kuwaza, na sometimes nakupa details ambazo hukuwahi kuzisikia kwenye historia ya kawaida, kwa sababu ukweli ni kwamba hatuwezi kumaliza kila kitu kwenye story moja. Naitwa Grayson Gideon. Shout out kwa wewe ambaye umebonyeza subscribe na wewe ambaye umelike hii video, kwa sababu unaisaidia sana hii channel, na popote ulipo ubarikiwe tena na tena. Tukutane kwenye episode ijayo. Hii ni MDC Updates ya Madini.com, taarifa na maarifa.